Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, hujambo? Natumai mzima ubuheri wa afya na amepenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio nchini Tanzania. Kumewaka na hali hatari inaendelea kutangazwa wazi, haswa katika taifa la Tanzania kufuatia maafa yaliyoshuhudiwa. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Unapotazama sasa hivi, Rais Samia Suluhu Hassan amegeukiwa Ikulu na idadi ya walioangamia kufuatia maandamano, maafa yale ambayo yalishuhudiwa. Idadi ya wale ambao waliangamia imetangazwa rasmi. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Nani ametangaza na ni kivipi Rais Samia Suluhu Hassan amegeukiwa Ikulu? Tarehe 17 mwezi huu wa 12 mwaka 2025, vile unatazama picha hewani, tulimuona Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na waziri mkuu mstaafu ambaye anaitwa Joseph Warioba wakiwa Ikulu wakapiga picha. Kisha baadaye Ikulu ikaandika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye picha ya pamoja na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba, mara baada ya mazungumzo yao Ikulu jijini Dar es Salaam tarehe 17 mwezi huu wa 12 mwaka wa 2025. Kumaanisha Jaji mstaafu Warioba alikuwa Ikulu, wakawa na mazungumzo na Samia Suluhu Hassan. Sasa ikaonekana baada ya Suluhu Hassan kuwa na aliyekuwa waziri mkuu, wakajadiliana mengi, mambo ipo sawa. Sasa yule ambaye walipigwa picha naye, yule ambaye alikuwa naye Ikulu, Jaji Joseph Sinde Warioba, amemgeuka baada ya kuwa Ikulu, amemgeuka Samia Suluhu Hassan na kutangaza idadi ya walioangamia. Naomba kuweka sauti ya huyu waziri mkuu Jaji Joseph Sinde Warioba, tusikize vile anatangaza idadi ya wale ambao waliangamia katika maandamano nchini Tanzania baada ya kumgeukia Samia Suluhu Hassan siku mbili tu baada ya kutoka Ikulu. Kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua kwa undani, lakini kabla niweke hiyo sauti, nashukuru wote ambao mnazama hii kana mahali popote mlipo, zidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwakanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Tumsikize Jaji Joseph Sinde Warioba baada ya kutoka Ikulu kwa mazungumzo, vile amegeuka na kutangaza idadi ya walioangamia Tanzania. Tusikize. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa? Ukiangalia vita ya Kagera, vijana wetu waliouawa na adui, ukilinganisha na hizi figures zinazozungumzia, hawa waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Sauti hiyo ni ya Jaji Sinde Warioba, ametangaza idadi ya wale ambao waliangamia kufuatia maandamano ya 29, 31, mosi Novemba na 2 Novemba mwaka huu. Amesema kivipi? Vile ulikuwa umesikiza. Alisema kuna wakati kulikuwa na vita ya Kagera, vijana wa Tanzania na maadui, vita kati ya Watanzania na maadui. Lakini wakati huo vita ya Kagera, wale ambao waliangamia ni wachache ikilinganishwa. Sasa sikiza idadi hiyo vile ameiweka. Idadi ya wale ambao waliangamia sasa hivi kufuatia maandamano ya uchaguzi nchini Tanzania ni wengi kuliko vita ya Kagera iliyokuwa kati ya Watanzania na maadui. Kumaanisha Watanzania waliua Watanzania wenzao wengi ikilinganishwa na vile maadui waliwaangamiza Watanzania. Hii inamaanisha nini? Wakati anafichua siri na kumgeuka Samia Suluhu Hassan, huku akisema wakati huu watu ambao wameuawa ni wengi, ambao wameuliwa ni Watanzania, na wale ambao waliwaua ni Watanzania wengi ikilinganishwa na wale ambao maadui waliua Watanzania wakati wa vita vya Kagera. Hii inamaanisha nini? Number 1,
maafa Tanzania hayawezi kufutika. Hii imeandikishwa katika historia. Hii imeingia katika vitabu vya kumbukumbu. Na yule ambaye anataka kuzuia mambo haya kutozungumziwa anafanya kazi ya bure bilashi. Haki cha msingi ni haki, uwajibikaji, uwazi, kutendeka dhidi ya familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao, na sio kusema ya kwamba utulivu umerudi, amani imerudi Tanzania pasipokuwa na uwajibikaji. Kwa hivyo baada ya kuwa na mazungumzo Ikulu, amegeukiwa na kusema idadi ya wale ambao waliangamia Watanzania wenyewe waliua Watanzania wenzao ni wengi kuliko vile maadui waliua Watanzania wakati wa vita vya Kagera. Kwa hivyo hakuna yule ambaye atasahau kile ambacho kiliweza kushuhudiwa Tanzania kufuatia maandamano yaliyofanyika baada ya uchaguzi kuwa na dosari, kukumbwa na changamoto za hapa na pale, uchaguzi ambao ulisababisha kiongozi wa Chadema Tundu Lissu kuzuiliwa kuwania kiti cha urais na Mpina wa ACT Wazalendo kuzuiliwa kuwania kiti cha urais. Ikabidi Samia Suluhu Hassan kuwa kwa debe, yeye mwenyewe akijipinga na baadaye akatangazwa kuwa mshindi. Namba 2, matamshi ya Jaji Joseph Sinde Warioba yanamaanisha nini? Uchunguzi wa kina lazima uanzishwe ili kujua nani alikuwa anasukuma mambo ya mauaji. Ikumbukwe kwamba wakati Rais Samia Suluhu Hassan alipokutana na wazee kule Dar es Salaam, aliweza kusimama akasema vyombo vya dola vilitumia nguvu zaidi kulingana na vile shida ya wakati huo ilivyokuwa. Kumaanisha akadhibitisha yule ambaye aliweza kutekeleza maafa sio mwingine ila tu ni yeye kupitia vyombo vya dola, kwa sababu vyombo vya dola vinapokezwa amri kutoka rais. Ndio maana tunasema amri jeshi mkuu ni rais, kumaanisha anapothibitisha yeye mwenyewe akisema ya kwamba nguvu zilitumika zaidi ya kiwango kile ambacho kinastahili kutumika kulingana na vile wakati huo ilikuwa. Kumaanisha alithibitisha wale ambao walitekeleza maafa sio wengine ila tu ni vyombo vya dola. Kwa hivyo uchunguzi wa kina unastahili kufanyika ili kuleta ukweli halisi wa mambo, ili tujue wale ambao waliangamia wako wapi, walikozikwa, kwa sababu kuna baadhi ya familia hadi kufikia sasa haijashuhudia miili yao, jambo ambalo limeleta changamoto na kutoeleweka nchini Tanzania. Tukashuhudia baadhi ya familia zikizika viatu, wengine picha kama ishara tosha kwamba wamezika wenzao. Really? What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also at our WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye for now, ladies and gentlemen.